Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapanga kuzuru Washington siku ya Jumatatu ya wiki ijayo kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni kwa mujibu wa tovuti ya Axios ambayo imeripoti ikinukuu vyanzo vyake. Kulingana na ripoti hiyo, pande hizo zitajadili ushuru wa kuagiza uliowekwa na Marekani, lakini pia na mpango wa nyuklia wa Iran na hali ya ukanda wa Gaza. Taarifa zaidi zinadai kwamba mpango wa safari ya Netanyahu ni kwa ajili ya kwenda kupanga mipango zaidi ya namna ya kukabiliana na Iran, na kwamba ikiwa Iran itakataa katika mazungumzo ambayo bwana rais wa Marekani Donald Trump amepanga, basi wajue ni namna gani wataanzia wapi. Kama Axios inavyoonyesha, safari hiyo ilipangwa kuwa katikati ya mwezi Aprili. Vyanzo vya tovuti hiyo vilisema kuwa tarehe za ziara hiyo bado zinaweza kubadilika kutokana na vikao vya mahakama vinavyokuja nchini Israel kuhusu kesi ya rushwa, ambapo waziri mkuu wa Israel lazima awepo katika kesi hizo ambazo zinamhusu. Kama ilivyoripotiwa na Axios, Netanyahu anaamini kwamba uwezekano wa kuhitimisha makubaliano ya nyuklia kati ya Marekani na Iran ni mdogo mno, na anataka kukubaliana na Trump kuhusu kugonga vituo vya nyuklia vya Iran ikiwa diplomasia itafeli. Mnamo Aprili 4, Trump alisema kuwa uongozi wa Iran unataka kufanya mazungumzo na Washington, sio kupitia waamuzi, lakini kwa mazungumzo ya moja kwa moja. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, alitoa kauli ya mwisho kusema kwamba hawezi kukutana na kufanya mazungumzo na rais wa Marekani bwana Donald Trump wala mamlaka za nchini Marekani, kutokana na ukweli kwamba Marekani ilipata fursa hiyo miaka 2015, lakini mwaka 2018 kiongozi huyo kwa maana ya Donald Trump alikuja kuvunja makubaliano ya masuala ya nyuklia. Mnamo Machi 7, Trump alisema ametuma ujumbe kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei akitaka kufanya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran, lakini Tehran ilikataa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, lakini iliruhusu mazungumzo kuendelea kupitia wapatanishi. Mnamo tarehe 30 mwezi wa Machi, kiongozi huyo wa Marekani alisema ataiwekea Iran ushuru wa ziada katika muda wa wiki 2 iwapo mazungumzo ya nyuklia yatashindwa. Pia alitishia kuishambulia Iran kwa mabomu katika tukio la kukataliwa kabisa kwa makubaliano hayo. Akijibu hilo, Khamenei alisema haamini uwezekano wa Marekani kuingilia kijeshi, lakini akaonya kwamba jaribio lolote la Washington la kuzusha machafuko nchini Iran litakabiliwa na jibu thabiti. Na kwa wakati huu kumekuwa na vurumai ya maneno kati ya Iran pamoja na Marekani, kila mmoja akieleza namna alivyojipanga kwa ajili ya kumkabili mwenzake. Wakati huu Marekani inapeleka ndege za kijeshi aina ya B-2 katika maeneo ya kisiwa cha Garcia, lakini pia ni wakati ambapo Iran imesema itashambulia maeneo yote ambayo ni vituo vya kijeshi vya Marekani. Miongoni mwao ni vile vituo ambavyo vipo katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Moja kati ya maeneo pia ambayo inadaiwa kwamba huenda Iran ikashambulia ni pamoja na kituo hicho cha kijeshi ambacho kinamilikiwa na Marekani na Uingereza cha Garcia. Kadhalika, wapiganaji wa Kihouthi wameyaeleza mataifa ya Mashariki ya Kati yasiruhusu ndege za kivita za Marekani kutua katika ardhi zao ama kutumia anga zao kwa ajili ya kuishambulia Yemen, kadhalika na kuishambulia Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.